Kwa jina naitwa Vivian Shabani Mkose, ni mratibu wa huduma ya afya ya uzazi na mtoto manispaa ya Morogoro. Niko hapa kwa ili banda letu ni la mganga mkuu wa manispaa. Tunashirikiana na wadau wetu ambao ni Gender Health. Tuko hapa kwa ajili ya utoaji wa huduma mbalimbali za afya ya uzazi na mtoto, ikiwemo upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi, utoaji wa huduma za uzazi wa mpango, huduma rafiki kwa vijana na upimaji wa maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watu wote watakofika hapa. Tuko hapa leo zumuni kutumia fursa hii kuwafikia wenzetu wenye matatizo ya ulemavu, kwa sababu kundi hili ni kundi ambalo linasaulika sana katika huduma hizi na kwao kuwapata inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kwa sababu wako hapa wengi ili kuwahudumia na kuwaelimisha kuwa huduma hizi wanaweza kuzipata pia katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Utikio ni mkubwa. Kwa mfano mpaka sasa hivi tushahudumia watu wenye ulemavu 120. Kwa hiyo tukio ni mkubwa. Kuna haja ya serikali hata kufundisha wauguzi, madaktari hizi lugha za ukalimani ili kuweza kuwasaidia watu wateja kama wenye matatizo ya kusikia na mabubu ili waweze kupata huduma hizi na walemavu wengine. Kuna changamoto ambazo tumekutana nayo kama ndio maana nikaongelea ukalimani. Tumempata mtu mwenye ulemavu wa kuongea Amini. Imekuwa kidogo mtihani, lakini tunamshukuru Mungu tukapata mkalimani hapa akatusaidia, tumeweza kumhudumia. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, hata katika vituo vya kutolea huduma ni muhimu watu wa huduma wakafundishwa jinsi gani ya kuhudumia, yani kuwasiliana na hao watu katika vitu vya msingi. Elimu inatolewa bure hata kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Elimu ya afya ya uzazi na mtoto ni bure. Hakuna malipo yoyote mama ambaye analipia au mtu yote atakayelipia. Na wasi jamii ambao wanaishi na watu wenye ulemavu ni hawa watu tusiwatenge. Nao wana haki ya kupata huduma ya afya ya uzazi na mtoto. Kwa hiyo naomba wajitokeze walete katika vituo vyetu tutawahudumia. Nawapenda sana.